Rwanda imetangaza uamuzi wake wa kujiondoa kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS kufuatia mzozo wa kidiplomasia kuhusu madai ya kuhusika kwake katika mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. ECOWAS ambayo ilianzishwa katika miaka ya 1980 kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama na maendeleo ya kiuchumi katika Afrika ya Kati inajumuisha nchi wanachama 11. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rwanda ilitarajiwa kuchukua uongozi wa jumuiya hiyo, nafasi ambayo hubadilika kutoka nchi moja hadi nyingine. Hata hivyo, katika mkutano uliofanyika Jumamosi huko Equatorial Guinea, Rwanda ilizuiwa kuchukua nafasi hiyo. Badala yake, jumuiya hiyo iliendelea kumbakiza Equatorial Guinea kuwa mwenyekiti, jambo ambalo Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda ililaani kuwa ni uvunjwaji wa haki zake. Katika taarifa rasmi, Rwanda ilitoa lawama kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuigeuza ECOWAS kuwa chombo cha kisiasa na kutangaza kuwa haina sababu ya kuendelea kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo ambayo namna yake ya sasa ya kufanya kazi inakiuka misingi ya kuanzishwa kwake. Ofisi ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ilisema katika taarifa kuwa nchi wanachama wa ECOWAS walitambua uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliofanywa na Rwanda na kuamuru nchi hiyo kuondoa majeshi yake kutoka ardhi ya Kongo. Rwanda imekuwa ikishutumiwa kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 linalopigana mashariki mwa DRC. Mapema mwaka huu wapiganaji wa M23 waliteka miji miwili mikubwa katika eneo hilo, mashambulizi yaliyosababisha vifo vya maelfu na kuibua hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa vya kikanda. Serikali za DRC, Marekani na Ufaransa zote zimeitaja Rwanda kuwa inaunga mkono kundi hilo la waasi. Hata hivyo, Rwanda imekanusha mara kadhaa tuhuma hizo, ikidai kuwa uwepo wa kijeshi karibu na mpaka wake ni kwa ajili ya kujihami tu. Wakati huo huo, juhudi za upatanisho bado zinaendelea, zikiwahusisha viongozi wa Afrika, Marekani na Qatar. Kwa mfano, Marekani imedokeza nia ya kusaidia kufanikisha mkataba wa amani kati ya Kongo na Rwanda, hatua ambayo inaweza kufungua mlango wa uwekezaji wa mabilioni kutoka nchi za Magharibi katika eneo hilo tajiri kwa madini. Hii ni Poa Media.